Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ndugu wapenzi wa Islam, pana mambo mengine yafaa viongozi wa Kiislamu wayazungumze, haswa mashekhe ambao kwamba wao wanao swait, wajulikana, wana shuhra na wamebebeshwa majukumu ya umma wa Kiislamu. Niko hapa kuzungumzia swali la kupita mipaka katika mambo ya dini. Ndugu zangu wa Islam, wakati ikiwa kutanyamaziwa kila jambo kwa sababu tu ya kuchungwa mtu unashindana naye, madamu kuna mtu ya kupinga, basi wewe hata ukafanya la makosa waliacha kwa sababu ya kumuonesha yule, kwani utafanya nini? Ni makosa moja kwa moja. Nadhani maneno yangu hayajakaa wazi, lakini hebu shuhudieni hii video kama hii. Ndugu wapenzi wa Islam, hakuna kitu kinachoitwa ni dini kama hichi. Huku ni kukosa nidhamu ya dini. Hata ikawa kitu kenyewe si ibada, ni ada. Ala sabili mathali, sisi upande wetu kutoka kwa zefe ni kitu ni ada, si ibada. Si kama wanavyosema watu wengine, hakuna ibada ya zefe. Hakuna mtu mwendawazimu atakwambia kutoka kwa zefe ni ibada. La, ibada ni kitu tawqifia. Kila mmoja afahamu, aloenda madrasa, mtu ambaye kwamba ana malma mashinshina ya elimu tu togo tu afahamu. Kwa hivyo watu wengine huleta vitu ambavyo kwamba havieleweki katika masala ya nikashi, kama mfano mtu kujadili ati hakuna ibada. Je, zefe ni ibada? Je, la, hakuna ibada ya zefe. Kwanza hakuna aliyosema zefe ni ibada kabisa. Zefe ni kitu, ni ada. Sasa huzungumzwa, je, ada ile imepita mipaka au ina mambo ya haramu katika dini? Huangalia ile ada ilivyo. Lakini masala kuzungumziwa zefe kwa ni ibada, kuna baadhi inayoitwa zefe, wala hakuna shekhe yoyote ametokeza amesema kuna ibada inaitwa zefe. Ibada ni tawqifia. Lakini pamoja na kuwa zefe ni ada, watu hutoka kwa nidhamu zake zile zefe, ambapo kwamba watu huzungumza masala kukatishwa viuno, masala kutotangamana na wanawake. Leo hii ndugu yangu, uone eti ni katika maendeleo wanawake nao wamekuwa hutolewa barabarani wakapiga vile vibega vile. Jamani, hii turudini nyuma sana. Mashekhe ambao kwamba wanao majukumu ya da'wa, na hizo sehemu hizo pana mashekhe wake. Usisubiri mtu akwambie. Na leo utakuja kuniambia mimi, mbona basi umeenda kusambaza kwenye mitandao? Sikusambaza kwenye mitandao wala sikukasambazia. Ni wenyewe waliofanya hicho kitendo wameenda kusambaza kwenye mitandao. Ni fakhri haswa wameweka. Kwa nini wewe utangaze kwenye mitandao usitake kujibiwa kwenye mtandao? Ukiwa hukulitangaza kwenye mtandao, waweza ukafuatwa private ukaambiwa. Lakini madamu umelipeleka kwenye mtandao na kuna watu tayari, hujui ni watu wangapi wamelishika jambo hilo wakaliona kumbe hili jambo lafaa, umepoteza wangapi? Kwa hivyo utajibiwa pale pale kwenye mtandao, ili wale ambao kwamba wamechukua mafumu mabaya ya tariqa, ili waambiwe kuwa hii sio tariqa. Si heshima kabisa kutolewa mabanati kwenda kurukaruka sehemu za siri zote zaonekana. Manake zaonekana, manake sehemu zote zatingishika. Kuna nini sasa hapo? Hakuna faida ya kuvaliwa maninja hapo shekhi. Jamani, turudi nyuma. Na tukiambiwa tusisikie kinyongo kwa tumeambiwa, ni kosa mtu urekebisha. Lakini kama masala mtu akija kusema pia ashakuwa mnafiki, si yeye tena yule, sasa amepata mdomo wa kusema, itakuwa sifu. Wala hatuambiani kwa sababu watu, kuna watu itwa mawahabi ama masalafi watakuja kusema no, hatuko kwenye hii dunia kufikiria masalafi na
mawahabi manani watasema nini? La, kila mmoja ana mafuhumu yake na ana mashekhe ambao wafuata kila mmoja, na kila mmoja utafuta usawa na haki tu. Lakini hatufanyi haya, hatusemi haya kwa sababu eti wao watakuja kusema, la, twasema kwa sababu ni makosa. Hilo la kwanza. Masala haya, kumetokea mambo ya samai, siku hizo hufanywa matamasha ya samai. Jamani, tamasha la samai au mwaliko wa samai, kuisha kupatikana wanawake watatia fujo ndani, hakuna samai. Hakuna samai kabisa. Samai kama samai, watu wameenda kufanya kitu ambacho kwamba ni mubaha, kusikia maneno mazuri, kusikia maneno ya wadhi au sifa za mtume au nini, na watu wameketi kwenye meza zao kwa heshima, tamam, sasa. Lakini kuisha kuingia wanawake kukafanywa kama tarabu, hakuna tena. Hakuna tarabu halali wala ukwaju. Tuambiane ule ukweli kabisa. Hebu angalia hichi kitu gani? Hebu angalia wewe. Ati samai, leo kuna sifa madhi, kuna madhi za mtume leo zitapigwa huko. Haya, hebu angalia. Jamani, tuwe taratibu jamani, viongozi tuzungumzeni bana. Hapo si baa hapo. Pana tofauti gani hapo na baa? Tofauti ni kwa baa kuna kinywaji, hapa kuna kinywaji. Lakini wanawake na wanaume wakatika sasa tutu kwa ufu wenyewe wabajuni wakwambia. Sio haki. Hilo nini? Imekuwa sasa vile vikao vya kuchafua maulidi sasa ndo vimejipanga vizuri. Maana kuna vikao si maulidi, lakini vimeletwa kuchafua maulidi tu. Na watu wale ambao kwamba hawana akili, maana wajua mtu akishindwa kushindana na wewe, hukutafutia sababu. Ima atakuchenjia yale mawaidha. Mfano ati mtu kuambia hama maulidi. Haya, angalia. Hiyo si Norway hao. Hao sikina Haaland na Odegaard hao. Watu wavuta. Wewe niambie wewe. Hao maulidi ya sura gani hao? Wewe mwenyewe mwenye akili, maana hata mtu ambaye hana akili haji kukwambia tushindane hii maulidi. Wewe ngala kama umeshindwa kushindana ni nini maana ya maulidi? Usitafute sababu. Hao ni kuchafuliana vikao vya watu tu. Eti hao watu wamekutana, wengine wataandika leo kuna maulidi mta fulani, kisha maulidi yenyewe ni hakuna maulidi sampuli. Viongozi tusinyamazeni. Haya mambo yachukuliwe hatua na nini, kwa sababu ya Mungu, kwa ajili ya Mungu, si kwa ajili kuna watu watasema. Watu wengine wakwambia tukifanya hivyo tuwapa mdomo watu fulani. Shauri zao shekhe. Wewe uko kwenye dunia hii kwa sababu ya kuzingatia watu. Uko kwenye dunia hii ya kumridhisha Mungu shekhe, kuamrisha maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huko katika dunia hii ati nikifanya hivi huyu atasema la. Jamani, tuchangamkeni. Sio haki hii. Sio haki kabisa. Kuachwa mambo hayo, kuachwa tu basi. Pana watu wana sauti, pana watu wana power, pana watu wana nguvu shekhe. Waweza wakasimama wakasema kuanzia leo marufuku kupigwa mambo fulani kuitwa kama maulidi. Kama ni ngoma zako za mila na za nini huko, shauri zako, lakini usichafue maulidi. Usije kuyaleta kwa mavazi ya heshima na nini ukaja kisha maulidi. La. Hakuna zifa za wanawake. Hakuna samaa ya kutangamana hivyo ya kwenda katika kama disco shekhe. Hakuna. Hakuna mambo kama haya. Mwenyezi Mungu ajua nia yangu kurekodi
video kama hii ni nini, naye Mwenyezi Mungu ndo atakayenihukumu. Kama nimerekodi na umwa na hili jambo, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo atakayenihukumu. Na kama nimerekodi waona na nyingine, ama wewe waona si makosa nini, basi inshallah tutakutana siku ya kiyama huko Mwenyezi Mungu. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.